Siku tatu za mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya Iran hazijafanya Iran kukata tamaa. Vita vya Mashariki ya Kati vimeingia katika sura mpya na hatari zaidi. Katika mji wa Tel Aviv, kombora lililenga moja kwa moja jengo moja la makazi, limesababisha vifo vya watu 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Majirani wa eneo hilo walieleza hali ya taharuki, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kutoa miili kutoka kwenye kifusi saa kadhaa baada ya tukio hilo. Mmoja wa maafisa wa uokoaji wa Israel ameliambia shirika la habari la Sky News kuwa wanaendelea na juhudi za uokoaji. Tumekusanya picha nyingi za kiintelijensia na kuweka picha pamoja ili kujaribu kujua tunamtafuta nani ambao walikuwepo haswa katika jengo hili lililoporomoka, alisema afisa huyo. Zaidi ya makombora 80 yalirushwa kutoka Iran kwenda Israel usiku wa Jumamosi. Mamilioni ya raia wamelazimika kulala kwenye maeneo ya usalama kwa usiku wa 3 mfululizo. Wakati juhudi za uokoaji zikiendelea, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea eneo la tukio na kuapa kulipiza kisasi vikali kwa Iran. Rais wa Israel Isaac Herzog ametoa wito kwa viongozi wa mataifa tajiri duniani G7 kuungana na Israel katika kulinda amani ya kikanda, akisema wote wanapaswa kuungana nasi kama kweli wanataka kuzuia silaha za nyuklia na kuhakikisha kuwa Iran haifikii uwezo wake na kwamba eneo letu linaweza kuwa na amani na kuishi pamoja, alisema Rais Isaac. Wakati hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas amesema mashambulizi ya Iran ni hatua ya kujilinda kisheria, akinukuliwa akisema kila nchi ina haki ya kujilinda dhidi ya uvamizi. Hii ni haki yetu na mashambulizi yetu yataendelea mpaka pale Israel itakapositisha mashambulizi yake Iran. Makombora ya Israel yamelenga maeneo ya Tehran, mji mkuu wa Iran, na mji wa Isfahan ambao kombora lilipiga karibu na kituo cha manunuzi. Vituo vya mafuta na mitambo ya kusafisha gesi vimeharibiwa vibaya, Israel ikilenga kukatiza ugavi wa mafuta wa Iran. Jeshi la Israel limesema limefanikiwa kupiga chini makumi ya ndege zisizokuwa na rubani, yani drones, zilizotumwa na Iran ndani ya saa 24. Serikali ya Israel imetangaza hali ya dharura ya kitaifa hadi mwishoni mwa mwezi huu. Uwanja wa ndege umefungwa na wanajiandaa kwa vita ya muda mrefu, huku taarifa zikiripoti kuwa baadhi ya ndege za shirika la ndege la Israel zimeondoka nchini humo na kwenda nchi jirani, huku ndege ya waziri mkuu ikitajwa kuwa ni miongoni mwa ndege zilizoondoka katika nchi hiyo kwenda katika mataifa mengine barani Ulaya. Mgogoro huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa dunia nzima, na kwa taarifa zaidi kuhusiana na kile kinachoendelea tutaendelea kukujuza. Tafadhali subscribe kwa taarifa mpya kila siku, lakini usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification pale ambapo tunaweka habari mpya. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shehani Mzeina. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313 au barua pepe tokohas@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.